Nataka tujifunze somo linalosema tusiwe watoto wachanga tena. Tusiwe watoto wachanga tena. Katika kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 14 unasema ili tusiwe tena watoto wachanga. Ili tusiwe tena watoto wachanga. Kuna uchanga wa kimwili, mtu anazaliwa alafu anakuwa na baadaye anakuwa mtu mzima. Lakini kuna ule uchanga wa hali ya kimwili, lakini pia kuna uchanga wa kiroho. Na nataka nizungumzie asubuhi leo juu ya uchanga wa kiroho. Maandiko yanazungumza hapa ya kwamba tusiwe watoto wachanga. Kwa nini nataka tujifunze somo hili? Kinachosumbua makanisa mengi leo hii ni uchanga. Makanisa mengi yanasumbuliwa uchanga, unasababisha watu wanakuwa wasumbufu. Naona unakuta watu hawana mwelekeo. Ni uchanga unaowasumbua watu wengi. Kinachosumbua wachungaji wengi pia ni uchanga wa washirika wao. Washirika wanapokuwa wachanga wanakuwa wasumbufu pia. Katika hali fulani washirika hao wanakuwa hawana kitu wanaweza kukifanya kikaleta matokeo. Naona uchanga unawasumbua washirika wengi, wanakuwa wachanga. Wachungaji wengi wanasumbuliwa na makanisa kwa sababu ya uchanga wa washirika wao. Kinachosumbua imani ya Kikristo leo katika bara la Afrika ni uchanga. Mambo mengi yanayofanyika leo katika bara la Afrika, katika makanisa na katika watu wanaoitwa watu wa Mungu, ni uchanga wa kiroho. Kwa hiyo hili ni somo la muhimu sana ambalo ningetamani ulisikilize. Kitabu cha Mhubiri sura ile ya 10. Kitabu cha Mhubiri sura ya 10 na mstari wa 16. Kitabu cha Mhubiri sura ya 10 mstari wa 16 nasema, ole wako nchi akiwa mfalme wako ni kijana. Ole wako nchi akiwa mfalme wako ni kijana. Lakini tafsiri nyingine inasema ole wako nchi akiwa mfalme wako ni mtoto. Na nimechukua andiko hili kuzungumza kwamba ole wa mchungaji ikiwa washirika alionao ni wachanga. Unapokuwa na washirika wachanga ambao hawakui au wamedumaa, hawana maendeleo, hawaendi mbele, tayari ni ole wako, unakuwa ni mzigo. Badala ya wale washirika kuwa baraka kwa kanisa, kuwa baraka kwa mji, kuwa baraka katika maeneo yanayozunguka, lakini wanakuwa mzigo. Kuanzia kanisani, kuanzia kwa mchungaji wao, wanakuwa mzigo kwa sababu ni wachanga. Hawawezi kusaidia chochote wala kuivisha chochote kanisani. Kwa hiyo hili ni somo langu ambalo ningetamani sana ulisikilize vizuri. Natamani sana ulisikilize vizuri. Somo hili ni la muhimu katika maisha ya watu wa Mungu katika nchi yetu na hata katika bara la Afrika. Na kusudi kubwa la Mungu kuwaweka wachungaji kanisani, katika kitabu cha Waefeso ile sura ya 4 mstari wa 11. Sura ya 4 mstari wa kuanzia wa 11. Biblia inasema, naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu. Huyu aliyetoa ni Mungu wa mbingu na dunia. Alitoa watu hawa, alitoa hizi huduma 5.
kwa kusudi, mstari wa 12, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Watakatifu maana yake watu waliookoka, watu ambao wamo kanisani wanapaswa wakamilishwe, na hawa ambao wanatakiwa kuwakamilisha ni mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu. Hawa wamewekwa kwa kusudi la kukamilisha watakatifu. Watakatifu hawa wakikamilishwa, Biblia inasema hata kazi ya huduma itendeke. Maana yake hawa watakatifu wanachotakiwa wakamilishwe, halafu waanze kufanya kazi ya huduma, watumike katika maeneo tofauti tofauti, na wakinapotumika, nasema hata mwili wa Kristo unajengwa. Kwa hawa washirika, hawa watu wa Mungu, hawa watakatifu waliookoka, wacha Mungu, wanapokamilishwa, wanapofundishwa, sasa wakakamilishwa katika kuelewa neno la Mungu, kumjua Mungu, kujua utumishi wao, hawa wataingia kufanya kazi ya huduma mbalimbali katika nyumba ya Mungu. Wanapofanya kazi ya huduma katika nyumba ya Mungu, wanaujenga mwili wa Kristo. Hilo ni namba moja, sababu moja ya Mungu kuwaweka wachungaji katika nyumba ya Mungu kanisani. Lakini sababu ya pili, mstari wa 13 unasema hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufikia kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Maana yake watu hawa wanatakiwa kukua, wakue mpaka kiasi ambacho wafikie kwenye kile kimo na cheo cha Kristo. Unaona hiyo safari ilivyo, wala safari ndefu ambayo inapaswa mchungaji ajue kwamba ana wajibu mkubwa mno wa kusimamia na kuhakikisha watoto hawa, washirika hawa wanakuwa mpaka wafikie kwenye kimo na cheo cha Kristo. Naona kwa nini anasema mstari wa 14, anasema sasa mstari wa 11 wa 14 anasema ili tusiwe tena watoto wachanga. Naona hawa watu watakiwa wakue, waongezeke, wapande mpaka wafikie kwenye hicho cheo, wasibaki kuwa watoto wachanga. Hiyo ndio kazi ya mchungaji, hiyo ndio kazi ya mwalimu, hiyo ndio kazi ya mtume. Zungumzi tu mtume, mtu anajiita mtume lazima ujue ametumwa na nani, na kila zungumzia kwamba hiyo ndio kazi ambayo Mungu ameiweka katika watumishi wa Mungu, ili kwamba waweze kuwafanya watu wake wakue. Naona na moja ya nyenzo ambazo mchungaji atazitumia kuwafanya watoto wa Mungu wakue, kuwafanya washirika wakue, ni neno la Mungu. Kwenye kitabu cha Petro wa kwanza sura ile ya 2 na mstari wa 2, Biblia inasema kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu, wapate kukua. Na nyenzo moja ambayo mchungaji ataitumia, mwalimu, mtu wa Mungu anayefundisha neno la Mungu, atatumia Biblia, atatumia neno la Mungu kusaidia kuwafanya hao watu wakue. Lakini bado nataka kurudia kusema, kumekuwa na shida kubwa sana katika nchi zetu za Kiafrika, kwamba makanisa mengi na washirika wengi ni watoto wachanga, hawakui. Naona wamebaki wamedumaa, na kwa sababu hiyo wanaingia kwenye matatizo makubwa sana katika maisha yao. Kwa hiyo ndio maana natamani ulisikilize ili somo vizuri, na unaweza ukazungumza kwa sababu huyu mtoto mchanga, utamjuaje mtu kwa ni mtoto mchanga? Ninavyo vigezo hapa, vitu kama 6-7 vinavyoonyesha viashiria vya kuonyesha uchanga
wa watoto au uchanga wa watu wa Mungu au uchanga wa washirika, Biblia imeweka wazi kabisa viashiria vinavyoonyesha uchanga. Naona kitu cha kwanza kabisa ambacho kinaonyesha uchanga wa watu wa Mungu wengi katika Afrika na katika Tanzania na hata ukizunguka katika maeneo mengi, tukiacha Ulaya huko na maeneo mengine, Afrika kumekuwa na shida kubwa mno ya watu kuwa watoto wachanga. Kiashiria cha kwanza ni kupeperushwa na kila elimu au kila fundisho. Katika kitabu cha Waefeso sura ile ya 4 mstari ule wa 14 unasema hivi: ili tusio watoto wachanga tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa ila ya watu kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Naona yaani watu wanadanganywa mchana, watu wanachukuliwa hela mchana, watu wanakimbia kutoka imani moja kwenda imani nyingine hiyo ya Kristo. Anatoka kanisa moja anaenda kanisa la pili, anaenda kanisa la tatu, anaambiwa vitu ambavyo hata mtu mzima mwenye akili tu ya kawaida anaweza akaona kwamba hapa huu ni udanganyifu. Lakini unaona mtu anakwenda, unaona mtu anaingia kwenye imani, unaona mtu anafanya vitu kama hivyo. Mtu kabisa, mwanadamu mwenzako anajiita Yesu na unakubali na unaenda unamwabudu, unaenda unafanya ibada kwake. Mwanadamu unamjua amezaliwa na mwanamke na ana baba yake na ana mama yake, na unafahamu madhaifu yake na alivyozaliwa na alivyokuwa, na yupo hapa anajiita Yesu. Lakini unashangaa mtu kabisa anatoka kwenye kanisa na mahali fulani anaenda kumfuata mtu huyu. Huo ni utoto mchanga, ni utoto uchanga unasumbua watu. Naona mtu anapewa vitu, anabadilishwa vitu, ni kama vile mganga kienyeji anakuambia lete kuku mweupe, lete kuku mweusi, halafu wewe unapewa manyoya, unatengenezewa hilizi, nyama anakula mganga wa kienyeji. Na sasa unashangaa na Mkristo naye anaambiwa lete pesa, halafu anapewa vitu ambavyo havina uhai, havina uzima, lakini anakubali. Huu ni utoto mchanga. Naona mtoto mchanga unaweza hata ukamdanganya. Naona wengine anamwambia simba yuko nje huko, mtoto anakimbia ndani. Mwingine anakuambia fanya hivi, mtoto anadanganywa tu kirahisi na anakubali. Na unaweza kushangaa washirika wengi wanadanganywa na vitu ambavyo hata ukivipima kwa akili unajua kwamba hapa ni udanganyifu. Ndio maana amesema hapa, amesema ili tusio watoto wachanga tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hila ya watu kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Yaani unadanganywa hivi hivi, unachukuliwa hela yako hivi hivi. Naona unafanywa utapeli hivi hivi na unakubali. Nini? Ni uchanga. Mtu mzima lazima atajielewa, lazima utapambanua, lazima utajua ya kwamba haya yanayofanyika haya ni ya udanganyifu. Naona tumeaona wazi mambo mengi hata kule Kenya. Mimi nimekuwa nikienda Kenya mara nyingi. Mtu mwingine amekamatwa, kanisa lake likaisha. Kwa nini? Ameweka mbinu ya kumfanya mtu aonekane kama ni mlemavu, mwingine ni kama mdomo umepinda. Naona wanafanya ujanja na wanakaa na watu, wanawasomesha huko, halafu wanawaleta kanisani, halafu wanafanya hivyo vituko, halafu watu wanaamini. Lakini mtu mzima katika imani lazima hata Roho Mtakatifu atakwambia kwamba hiki kitu kinachoendelea hapa si sahihi. Lakini mtoto mchanga unakubali kila kitu, unakubali kila kitu. Hii ni ishara ya kwanza ya uchanga, na hii ni tabu kubwa sana katika bara la Afrika.
Na ndio mama asemesema kwamba mchungaji unayechunga kanisa, kama una watoto wachanga, una tabu kubwa, naona una maumivu makubwa. Unaweza kushangaa ukadhani kwamba una washirika kanisani, kumbe nusu au robo ya washirika wala mchungaji mwingine kwenye TV, wala mchungaji mwingine mtaa wa pili, wala kuja wanafanya ibada kwako, wakitoka hapo wanaenda tena kwenye ibada nyingine huko ya siri, wanaenda wanatapeliwa pesa huko. Kwa nini? Kwa sababu ya uchanga. Mtazamaji na msikilizaji wangu wa Sibuka TV, unataka ufahamu kwamba wewe ni mtu ambaye umeokolewa na Bwana. Kama unasikiliza umeokoka, unatakiwa uiamini imani uliyoipokea. Unatakiwa umwamini mchungaji wako. Hata kama una walimu wengi, lakini una baba mmoja ambaye alikuzaa kiroho, alikufundisha, alikana wewe ukafanya ukue, na labda kama hujakuwa ndio maana unaendelea katika hali hiyo, lakini ujue kwamba unaye baba mmoja ambaye alikupa mwanga wa kumjua Mungu. Hao wengine wote ni walimu wanaopita tu, na katika walimu wako walimu ambao wapo kwa sababu zao binafsi au sababu ya matumbo yao. Kwa hiyo ndugu yangu ambaye unanisikiliza, kama wewe unafanya mambo haya, ujue wewe bado ni mtoto mchanga. Ujue wewe bado ni mtoto mchanga. Na maandiko yanasema wazi hapa kwamba tusio watoto watanga tena. Nami ninapozungumza na wewe katika asubuhi leo, natamani kwamba ukue, usiwe mtoto mchanga tena, usitapeliwe, usiibiwe hela zako. Amini juu ya Mungu aliye naye kwamba ana uwezo wa kufanya mabadiliko, kwamba ana uwezo wa kukuponya, kwamba ana uwezo wa kukusikia. Hata ukipiga magoti wewe binafsi ukamwendea Mungu, ukamwambia Mungu kitu, Mungu anaweza kufanya kitu. Na nataka nikwambia hakuna mtu mwenye hati miliki ya Mungu, kwamba wewe huyu mtu peke yake ndio ambaye ana Mungu. Na ili kwamba umpate Mungu lazima uende ukamuinamie, ukamsujudie, ukampe pesa ili akupe Mungu. Mungu ni Mungu aliye juu ya wote, na yuko tayari kumsikia yoyote yule ambaye anamwendea. Sasa unapokuwa mtu mzima, unajielewa, unaelewa imani ulionayo, unaelewa wokovu uliopokea, unamwelewa Mungu yule ambaye unamwamini. Naona? Kwa hiyo namba moja ni uchanga wa kupeperushwa na kila elimu na kila fundisho. Yoyote akitokea mwenye fundisho la aina yoyote, unakimbia unaenda. Mtu yoyote akija kwako, uko tayari kuwekewa mikono kichwani, hata umjue umetoka wapi. Unaona? Unapeleka shida zako kwa kila mtu, mradi umesikia kwamba anasema naye ni mtumishi wa Mungu. Ujue watumishi wa Mungu ni wako wachache. Nataka niseme ukweli, watumishi wa Mungu dunia hii sasa wako wachache. Wengi ambao wameizunguka dunia, wengi ni matapeli, wengi wanaiba, wengi wanadhulumu watu. Watu hawana uchungu hata na maisha yako, wanatamani tu kuchuma. Unaona, kuchuma kutoka kwako pamoja na tabu ulionayo, lakini alitamani tena akuchume wewe ambaye una tabu. Uwe mwangalifu sana, ukue katika imani, ukue katika wokovu, ukulie wokovu ili umjue Mungu wako. Hili ni kitu cha kwanza kinachoonyesha uchanga. Lakini kiashiria namba 2, leo nitazungumza tu viashiria viwili, na wiki ijayo tena nitazungumza viashiria vingine, na wiki nyingine ile tutakuwa tunamalizia somo, au labda baada ya wiki 3, kwa sababu somo ni refu na natamani ulifahamu kwa undani. Natamani sana ili usibaki kuwa mtoto mchanga tena na kupeperushwa na kila elimu na kila fundisho. Kiashiria namba 2, mtoto mchanga hawezi kula chakula kigumu. Mtoto mchanga hawezi kula chakula kigumu. Katika kitabu cha Waebrania sura ya 5, Waebrania sura ya 5 mstari wa 12 mpaka wa 14, Biblia inasema, kwa maana iwapasapo kwa walimu, maana wakati mwingi umepita,
mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu, nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Kwa mtoto mchanga hawezi kula chakula kigumu. Huwezi kumlisha mtoto mchanga ugali, huwezi kumpa mifupa mtoto mchanga. Naona huwezi kumpa kitu kinaitwa kande, chakula cha mahindi ambayo yamepikwa tu. Huwezi kumpa mtoto mchanga. Mtoto mchanga anahitaji maziwa. Kwa hiyo unapokuwa mtu unayetaka kunywa maziwa kila siku, maana yake wewe ni mtoto mchanga. Mtu mzima anaukula chakula kigumu. Mtu mzima anaweza kupambana na chakula kigumu, lakini mtoto mchanga anahitaji maziwa. Sasa unataka kujipima mwenyewe, unaweza kula chakula kigumu? Unapoambiwa maneno magumu ambayo Mungu anataka kuyafanya, uko tayari? Na uko tayari kushiriki? Uko tayari kufanya? Au unahitaji mteremko? Wengi wetu wanahitaji mteremko, wanahitaji kila kitu akipate kwa urahisi. Anahitaji akiomba dakika 2 muujiza wake umetokea. Hayuko tayari kukaa kwenye maombi ya masaa mengi. Naona hiyo ni moja ya chakula kigumu, kukaa kwenye maombi zaidi ya masaa 3 unaomba Mungu, kufunga wakati mwingine siku 3 unamtafuta Mungu. Hivyo ni vyakula vigumu. Wakati mwingine unaambiwa uwe na amani na ndugu yako aliyekukosea. Unaona kabisa kuna makosa ya wazi, lakini unatakiwa kuwa na amani naye. Biblia inasema iweni na amani na watu wote, na wao takatifu ambao hakuna mtu atakayemwona Mungu asipokuwa nao. Lakini kwako inakuwa ngumu. Kwa nini? Wewe ni mtoto mchanga, huna uwezo wa kumsamehe ndugu yako na kuwa na amani naye. Naona na kumchukulia. Umekuwa na shida kwa sababu ya uchanga. Unaweza kukuta kuna watu wengine wako kanisani, ni washirika, lakini anashindwa kumsamehe mke wake, anashindwa kumsamehe mume wake. Nyumbani kuna vurugu kwa sababu kila anapoona udhaifu wa mke wake anashindwa kuuchukulia. Huo ni uchanga. Ni uchanga. Unaposhindwa kuchukulia udhaifu wa mke wako, unaposhindwa kuchukulia udhaifu wa mume wako. Nataka nikueleze uwazi kwamba kila mwanadamu ana weakness yake. Hakuna mwanadamu aliyo perfect. Hakuna. Kila mwanadamu ana namna fulani ya udhaifu wake, ana weakness yake. Sasa wewe mtu mzima katika imani unaweza kumchukua vizuri huyo mtu, ukaishi naye, ukaishi na mchungaji, ukaishi na ndugu zako wanaokuzunguka, ukaishi na washirika wenzako, na hata ukaishi na mke wako vizuri. Lakini pia hata tunapoambiwa swala la kumtolea Mungu fungu la 10, haikusumbui kwa sababu umeshakuwa mtu mzima. Mtoto mchanga anataka yeye kila siku awe anabembelezwa, anaambiwa maneno laini, anaambiwa maneno ambayo hayamuumizi, maneno yaliyo sawa. Sasa hivyo vitu vinaonyesha ndani yako bado wewe ni mtoto mchanga. Ufahamu kwamba unahitaji kukua. Mungu anahitaji akutumie baadaye, na Mungu hawezi kukutumia kama bado utabaki kuwa mtoto mchanga. Lazima utapita katika vipimo fulani ili Mungu aone kama umekua. Unaweza kuchukuliana na hali iliyopo, unaweza kuchukuliana na uzito uliopo, unaweza kuchukuliana na mambo yanayojitokeza na ukayabeba na ukatembea nayo. Kwa hiyo ndugu yangu, mtazamaji wangu wa Sibuka TV na na msikilizaji wangu wa radio kutoka kule Lindi, napenda kuzungumza kwamba unapaswa ukue kiroho, kwa sababu Mungu hataki ubaki kuwa mtoto mchanga. Anataka akutumie baadaye uwe mtu mzima. Mimi sasa ni kiongozi, lakini kabla sijawa kiongozi niliwahi kuwa mshirika, lakini nimekaa kwenye ushirika na baadaye nikawa mzee wa kanisa.
na baadaye nilipokuwa mshirika, baadaye nimekuja kuwa kiongozi wa vijana, baadaye nikaja kuwa mzee wa kanisa, baadaye nimekuja kuwa mchungaji, baadaye nimekuja kuwa askofu wa jimbo, baadaye nimekuja kuwa makamu askofu wa kanda, baadaye nimekuja kuwa askofu wa kanda, baadaye sasa nimekuja kuwa mshauri wa kanisa. Hizi processes zimeendelea kwa sababu pia najibidisha katika kukua. Huwezi ukafika mpaka hapo ambako umefika bila kukubali kukua, na ili ukue lazima uhakikishe kwamba uko tayari kupambana na hali ngumu, uko tayari kupambana na mafundisho magumu katika Biblia. Kuna maneno ambayo Yesu Kristo alizungumza na wanafunzi wake, na aliwaambia ili kwamba mpate uzima wa milele lazima mle mwili wangu na kunywa damu yangu. Yale maneno yalikuwa magumu na watu waliamua kumkimbia Yesu. Wanafunzi kadhaa walijitenga wakamwacha. Kwa nini? Hawakuyajua kwa undani kwa nini Yesu alisema hivyo. Kwa hiyo wakamwacha, na Yesu hakuendelea nao. Akawauliza waliobaki, akamwambia Petro, je, na wewe unataka kwenda? Na nyinyi mnataka kwenda? Petro akasema, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Katika Biblia hii si kila neno ambalo unalipitia litakuwa rahisi, si kila neno, na wakati mwingine si kila mapenzi ya Mungu ni mepesi kwako. Unatakiwa ufahamu hilo. Yesu wakati mwingine akamwambia, Bwana, naomba mapenzi yako yatimie, lakini si kama nitakavyo mimi bali utakavyo wewe. Lakini anasema mapenzi yangu mimi Yesu ilikuwa nisiende pale msalabani, uniepushe na huo msalaba, lakini nahitaji kuyatimiza mapenzi yako, nataka niyajue mapenzi yako. Na Bwana akamwambia mapenzi yangu mfike msalabani. Kwa wakati mwingine si kila unachoomba Mungu na kutaka kuyajua mapenzi ya Mungu, na kwamba mapenzi ya Mungu yanapotimia utafurahi. Yako mapenzi ya Mungu yatimia, unalia machozi, kuna ugumu, kuna uzito, lakini unabidi upite katika hayo ili kwamba uweze kukua. Kwa hiyo ndugu yangu, msikilizaji wangu na mtazamaji wangu wa Sibuka TV na pamoja na redio ya Lindi, naomba sana ujue kwamba unapaswa kukua kiroho. Usibaki kuwa mtoto mchanga, kwa sababu katika kipindi hiki tulicho nacho ni cha hatari. Hakuna kipindi cha hatari kama hichi tulicho nacho. Watoto wachanga wanasombwa huku na huku, wanazungushwa, wanaharibiwa, na mwisho wanakuja kuharibika kabisa kabisa. Mwisho wanakata tamaa hata ya maisha ya wokovu. Kwa nini? Kwa sababu ameyumbishwa kila kona. Lakini ndugu yangu, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV, jua ya kwamba unaye mchungaji aliyeokoka, mchungaji aliyekulea. Mungu amempa huo wajibu wa kukufanya ukue. Kaa katika miguu ya mchungaji wako, ujifunze, usikilize, umwamini. Ujifunze, umsikilize na umwamini. Kwa hiyo kitabu cha Mambo ya Nyakati, napokwenda kumalizia kitabu cha Mambo ya Nyakati, kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili, kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 20 na mstari wa 20, Biblia inasema wakaamka asubuhi na mapema wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Na walipokuwa wakitoka, Yoshafati akasimama akasema, nisikilizeni enyi Yuda, nanyi wenyeji wa Yerusalemu, nanyi wenyeji wa Yerusalemu, mwaminini Mungu wenu ndivyo mtakavyothibitika, waaminini manabii wake ndivyo mtakavyofanikiwa. Mwamini Mungu, lakini mwamini huyo mtumishi wa Mungu aliyewekwa hapo kwa ajili yako. Umwamini, utadhibitika, utasimama imara, utaendelea mbele. Mwamini. Ni mwanadamu unayemjua, lakini Mungu amemwamini, na ndio maana Mungu amemweka hapo. Kwa unapaswa kumwamini huyo mchungaji, na hasa ninapozungumza mchungaji wa makanisa yaliyookoka, watu waliookoka, watu waliomcha Mungu, ambaye amejaa Roho Mtakatifu,
anamcha Mungu, unapaswa kumwamini mchungaji wako, unapaswa kumtegemea pia mchungaji wako, unapaswa kukubali kukaa chini ya miguu yake ili ufundishwe uweze kukua na kustawi. Ni kama vile mzazi, wewe ni mama, umezaliwa na huyo mama, wewe ni mtoto. Itakuwa ni kitu cha kushangaza sana kama utakuwa unakataa maziwa ya mama yako na unataka upate maziwa mengine au mtu mwingine ya kunyonyeshe. Lakini unapaswa kujua kwamba huyu ndio mzazi aliyekuzaa. Kubali kumwamini ili uweze kukua. Mungu wa mbinguni akubariki, na wiki ijayo tutaendelea na somo hili. Ina muhimu sana ili ujue bado ni mtoto mchanga unatakiwa kukua au umekua. Katika somo hili utapata ufunuo huu. Mungu akubariki sana. Nakutakia mchana mwema na siku njema ya leo, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Baba, nakushukuru kwa ajili ya ndugu huyu, nikiomba ukambariki na kumtunza na kumlinda mchana wa leo, na hasa akapata kujua katika zamani hizi tulizo nazo ni zamani za uovu. Adui amejifunga kweli kweli na kuwaweka watu duniani manabii wa uongo, na wengine ni wafanya biashara tu waliojiingiza katika nyumba ya Mungu. Lakini Mungu wa mbingu na dunia, mjalie mtu wako huyu apate kuwa na macho ya kukua na kuongezeka na kuyafahamu haya yote, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mungu akubariki, uwe na mchana mwema.